Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Tetesi za usajili zinaendelea kupamba moto ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, Yanga wameendelea kuhusishwa na baadhi ya nyota kadha wa kadha ambao wanatajwa huenda wakawa sehemu ya kikosi hicho kwa msimu ujao, lakini pia baadhi ya nyota wengine wakitajwa kupisha kwenye kikosi hicho kwa maana ya kuapisha nyota wapya. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga bana, tetesi zimeendelea kuwa nyingi sana. Bana, Yanga wameendelea kuhusishwa na nyota kadha wa kadha, na moja kati ya tetesi ambayo ipo ndani ya klabu ya Yanga bana ni kuhusiana na nyota raia wa Burundi Mosi Ndohumwe, nyota wa klabu ya Singida Black Stars. Bwana, taarifa zinaweza kwamba nyota wa klabu ya Singida Black Stars Mosi Ndohumwe ni miongoni mwa majina yanayofikiriwa kuongezwa katika kikosi cha Yanga katika dirisha kubwa la usajili. Bwana, Mosi Ndohumwe anatajwa kuwa mrithi wa Buba Jemen ambaye ameshindwa kuonyesha kiwango bora katika kikosi cha Yanga. Bwana, Mosi Ndohumwe amefunga magoli 8 katika ligi kuu ya NBC huku akiingia katika dirisha dogo la usajili la mwezi Januari na kumfanya kuwa miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao mengi katika ligi kuu msimu huu. Bana, Mosi Ndohumwe anachokifanya kwa sasa akiwa na Singida Black Stars ni swala la muda tu, mabosi wa Yanga kufanya mazungumzo na Singida kukamilisha usajili wa Mosi Ndohumwe. Bana, ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo ndani ya klabu ya Yanga, na kama ambayo tunafahamu kwamba Yanga na Singida Black Stars bwana hakunaga mbambamba. Kama unamhitaji mchezaji unapewa. Frank Asiki yuko pale. Kuna kipindi fulani kama unakumbuka kwenye dirisha dogo la usajili baadhi ya nyota wameenda kufanya majaribio pale Yanga. Lakini pia tumeona Mohamed Amaro akiwa pale, maarufu Shekei amewaifanya try ndani ya klabu ya Yanga na baadaye akarejeshwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa kila kitu kikienda sawa, basi huenda Mosi Ndohumwe akawa ni sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga ni kwamba wasimamizi wa kiungo wa Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania Idi Suleiman Nado wameendelea kutaka uongozi wa Azam kuongeza thamani ya Nado ndani ya kikosi cha Azam FC kwa kupokea mshahara unaofanana na nyota wengine wanaolipwa pesa kubwa klabuni hapo. Bwana, vyanzo mbalimbali vinasema kuwa tayari Yanga wanalijua hilo na Nado na wapo tayari kumlipa kiasi kikubwa kama atajiunga nao. Nado yupo 50 kwa 50 kuondoka Chamazi kwenda kutafuta thamani kubwa timu nyingine. Bana, unadhani ni lipi inawezekana kiwepesi, Nado kuongezewa mshahara alingane na kina Feitoto au Nado kwenda Jangwani kumtoa winga mmoja pale? Moja pia kati ya tetesi ambayo ipo juu ya Suleiman Nado ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Lakini klabu ya Yanga pia haina mpango wa kumuongezea mkataba mpya beki wa kushoto raia wa DR Congo Chadrak Boka mwenye umri wa miaka 26 ambaye atamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu. Bwana, Yanga wapo sokoni kutafuta mrithi wa Boka katika upande wa beki wa kushoto kuelekea msimu ujao, msimu wa 26-27. Jina la Samba Kone, beki wa kushoto wa FC Mouna ya Ivory Coast, linatajwa kuchukua nafasi hiyo ya Chadrak Boka. Kwa hiyo pia ni moja kati ya taarifa matetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Yanga. Lakini Yanga pia, mabingwa wa kihistoria wa soka nchini Tanzania, wameendelea kuonyesha umwamba wao katika dirisha la usajili baada ya kufikia makubaliano rasmi ya kumsajili winga machachari na mzoefu Heritier Luvumbu Nzinga kutoka klabu ya AC Vita ya nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wana taarifa zinaweza kuwa Yanga imekuwa ikimfuatilia kwa karibu nyota huyo wa kimataifa wa DR Congo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza pembeni, kasi yake akiwa na mpira pamoja na uzoefu wake wa kucheza mechi za ushindani wa juu ndani ya nchi ya Afrika. Kwa hiyo pia ni moja pia kati ya taarifa ambayo matetesi ipo inayomhusu nyota huyo kutoka pale Kongo ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Heritier Luvumbu Nzinga ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa na unaambiwa nyota huyo amewahi kucheza klabu kadhaa zenye ushindani mkubwa barani Afrika ikiwemo Rayon Sports ya Rwanda, AS FAR Rabat ya Morocco pamoja na Primeiro de Agosto ya Angola. Aidha, aliwahi pia kucheza soka la kulipwa kule Ulaya kupitia klabu ya Union SG ya Belgium, jambo linalofanya kuwa mchezaji mwenye uzoefu mpaka wa kimataifa. Kwa hiyo pia ni moja pia kati ya taarifa hiyo ambayo inamhusu Heritier Luvumbu ambaye anatajwa kumalizana na klabu ya Yanga. Kinachosubiriwa tu kwa sasa ni kuona namna gani pengine Yanga atamaliza kila kitu. Lakini Yanga pia anafukuzia winga wa kulia kutoka Afadi Pratiu Amani Koulikan Michael Brigeneve
mwenye umri wa miaka 27 akiwa kwenye kiwango bora msimu huu. Amefunga mabao 10 na ameassist mara 6 ndani ya mechi 24. Ana kasi kali, nguvu na uwezo wa kutumia miguu yote. Kwa hiyo Amani Koudikan Michael Blaygenev mwenye umri wa miaka 27 anatajwa kutua ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo hizo pia ni moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kuihusu klabu ya Yanga, ambayo kwa sasa haina kocha mkuu, kwa maana ya baada ya kumfukuza Pedro Gonçalves, timu iko chini ya kocha Amorim pamoja na Patrick Mabedi ambao wameendelea kuisimamia timu hiyo. Bwana, Yanga pia kwa nyakati tofauti pia wameonekana kufukuzia saini ya mshambuliaji wa AST Lupopo ya Congo Henoki Moria, lakini pia Simba Sports Club wanatajwa kufukuzia saini hiyo. Kwa hiyo mwenye kisu kikali hapa ndiye ambaye anaweza kala nyama. Kwa hiyo mmoja pia kati ya tetesi ambayo ipo, ambayo inaihusu klabu ya Yanga. Lakini wakati huo pia Yanga bwana ameendelea kuhusishwa na nyota wengine akiwemo Claude Grimugisha ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Al Hilal ya Sudan, moja pia kati ya nyota ambao ameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Hizo ni baadhi tu ya tetesi ambazo zimeendelea kuwahusu Yanga ambao wanatajwa kuhusishwa na hao nyota ambao nimekutajia, lakini bado kuna nyota wengine ambao wameendelea kuhusishwa na klabu ya Yanga, lakini hao ni baadhi tu ya nyota ambao wanatajwa kwamba huenda wakatoa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini wengine baadhi ya nyota wengine wakitajwa kwamba huenda wakapisha kwenye kikosi cha Yanga mara baada ya kutokuonyesha kiwango bora. Mchezaji kama nyota huyu ambaye ni Buba Jemea ambaye alisajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha dogo la usajili kwa matakwa ya kocha Pedro Gonçalves ambaye mpaka sasa hayuko ndani ya kikosi, mmoja kati ya jina ambalo linatajwa kwa ukaribu sana kwamba huenda lisiendelee kudumu ndani ya klabu hiyo mara baada ya kushindwa kuonyesha uwezo mkubwa. Lakini Shadrack Boka naye pia anatajwa kwamba huenda Yanga wakaachana naye na kutafuta mchezaji mwingine ama nyota mwingine ambaye atarithi mikoba ya Shadrack Boka. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kutokea ndani ya klabu ya Yanga. Maboresho makubwa sana yameendelea kutajwa kwamba Yanga huenda akafanya maboresho makubwa, hususan pia kwenye ile idara ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Prince Dube pamoja na Depo Aurelio, lakini pia eneo la pembeni kwa maana ya fullback ya kushoto na kulia. Yanga wameendelea kuzungumza kwamba huenda yakawa ni moja kati ya maeneo ambayo yanakwenda kufanyiwa ukarabati kwa maana ya kuongeza nyota wengine. Ni nani anakwenda kuongezeka? Ni akina Ruvumbo ambao wanaendelea kutajwa ama ni akina Claude Grimugisha ambao wanaendelea kutajwa? Yote kwa yote ni kusubiria na kuona nini ambacho kitatokea kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili ambalo tetesi zimeendelea kuwa ni nyingi sana. Tetesi zimeendelea kuwa moto, tetesi zimeendelea kuzungumzwa juu ya baadhi ya nyota ambao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.